Naomba tufungue Biblia zetu kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Hilo ndilo andiko la somo langu la leo. Maandiko ya Mungu yanasema, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo langu limegawanyika katika vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza ni utangulizi wa somo. Kipengele cha pili, maana ya maisha ya ujana, na kipengele cha tatu, mambo ya kufanya wakati wa ujana. Kwa sababu hiyo somo langu litaitwa maana ya ujana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ujana ni nini? Maisha ya ujana ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikianza na utangulizi wa somo, katika maisha ya vijana tunakabiliwa na changamoto na vikwazo vinavyohitaji kushindana na kuvuka. Hata hivyo, maisha pia ni safari ya kujifunza, kukua na kushirikiana na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sentensi yangu ya kwanza kwenye somo. Katika maisha ya ujana tunakabiliwa na changamoto na vikwazo vinavyohitaji kushindana na kuvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye maisha ya ujana kuna mambo mengi ambayo tunakutana na changamoto nyingi kwenye ujana, lakini kitu cha muhimu ambacho Mungu anatukumbusha tuweze kuvuka, hicho ndicho kitu cha muhimu sana. Changamoto ni nyingi pia kwa kushirikiana na watu wengine. Sentensi yangu ya pili kwenye utangulizi wa somo, kibiblia wakati wa ujana ndio wakati muhimu sana wa kumtumikia Mungu kuliko wakati mwingine wowote. Kibiblia wakati wa ujana ndio wakati wa kumtumikia Mungu sana kuliko wakati mwingine wowote. Tutasoma maandiko, Mhubiri sura ya 12 na ule mstari wa kwanza. Mhubiri sura ya 12 na ule mstari wa kwanza. Kitabu hicho kiko mbele ya Mithali. Maandiko yanasema, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema, mimi sina furaha katika hiyo. Hiyo ni sentensi yangu ya pili kwenye utangulizi wa somo. Sentensi yangu ya tatu kwenye utangulizi wa somo, jambo la hatari na la kutisha ni kwamba kipindi hichi cha ujana kinakuwa na uangalizi mkubwa sana. Mungu anakuwa anatuangalia vijana, pia na shetani anakuwa yuko pale anatuangalia vijana. Tunafanya nini? Tunaangalia nini? Tunasikiliza nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kipindi hichi cha ujana ni kipindi muhimu sana ambacho Mungu pia anakuwa anatuangalia mienendo yetu, na shetani pia anakuwa anatuangalia. Maana yake mienendo yako ikiwa mibaya, mmoja ana take advantage, anachukua. Bwana Yesu asifiwe. Pia hapo na maelezo kwamba maisha yako kijana yanategemea sana namna utakavyotumia ujana wako. Taarifa mbalimbali zimetoka, tafiti mbalimbali zimetoka. Watu wengi ambao leo unawaona wanavuta madawa, watu wengi ambao unaona hawana maana mtaani, walitumia ujana wao vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo sisi watu wa kanisani au vijana wa kanisani tunashauriwa huu wakati wa ujana ni wakati ambao Mungu anatuangalia sana. Nini tunafanya? Tufanye vitu ambavyo viko sawa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kufanya hivyo tutaweka maisha yetu yawe sawa mbele za Mungu. Sentensi yangu ya 4 kwenye utangulizi wa somo, kipindi cha ujana kinahitaji watu jasiri na wanaokupenda
watakao kuambia ukweli unaouma kuliko wakuache upotee mbali. Bwana Yesu asifiwe. Na ushuhuda kidogo nataka nikuhadisie kidogo. Siku moja tulikuwa tuko ofisini, tulikuwa mimi, Vise, Kakapati pamoja na Nesto. Baba alituambia mambo mazito sana kuhusu ukweli wa maisha yetu. Lakini personal nataka nichukulie mimi kibinafsi. Ile siku baba aliniponya sana kwa kuniambia ukweli, kwa sababu vitu ambavyo nilikuwa navifanya na njia ambayo nilikuwa naiendea, aliniambia hii njia sio sawa. Unapoenda huko hautafika mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ilibidi hiyo siku niende nikarekebishe siku hiyo hiyo. Namshukuru Mungu, baada ya baba kuniambia ule ukweli, ilibidi nikae naye baba na nikamuelewesha mambo yanavyoenda, na ninamshukuru Mungu, yale maneno aliyoniambia yalikuwa ni ya kweli na mimi niliyafanyia kazi siku hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani nakwambia hivi? Maisha ya ujana yanahitaji uangalizi mwingi, hata kwa mchungaji wetu. Kuna muda mwingine anakuambia ukweli ambao unakuwa unakuuma, lakini ni ukweli. Ni afadhali mtu anayekuambia ukweli kuliko yule ambaye anakuacha afu anasema tutauona mwisho wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi kama kijana napenda kuwashauri vijana wenzangu, afadhali mtu akuambie ukweli urekebishe kuliko akakuona unaenda kwenye njia isiyofaa akakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo linaloumiza. Baadaye ukija kuwa umeshaanguka chini ndo aje aseme nilishasema mimi. Hapana. Mtu akikwambia ukweli rekebisha. Sisi ni vijana, tunakosea sehemu nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali unaweza ukakosea, unarekebisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi nilikuwa nawaomba vijana wenzangu, wale watu wanaotuambia ukweli tusiwachukie. Amina. Sentensi yangu ya 6 ya 5, mwambie kijana mwenzako kuwa hata kuwa kijana siku zote. Sentensi alisema baba pia Ijumaa. Nilikuwa natamani sana kila kijana amwambie kijana mwenzake huwezi kuwa kijana siku zote. Kwa sababu gani? Kwa sababu siku zinavyozidi kwenda na umri nao unazidi kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mazaa yanavyozidi kwenda na umri nao unazidi kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tuanze kuyatengeneza maisha yetu tukiwa vijana, kwa sababu maisha yanatengenezwa tunapokuwa vijana. Maandiko yanasema nimewaandikia nini vijana kwa sababu mna nguvu. Neno la Mungu linakaa ndani yenu nanyi mmemshinda yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo Mungu ametupa nguvu, ametuamini sisi ni vijana. Lazima tuzitumie hizo nguvu kumtumikia Mungu kwa namna zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sentensi yangu ya mwisho inasema hivi: kwa hiyo maisha ya ujana ni changamoto, ni mchanganyiko wa mashindano na ushirikiano. Changamoto na fursa. Ni muhimu kupata uwiano na kuishi maisha yenye maana na furaha. Maisha yetu ya ujana yamejaa changamoto nyingi, lakini kitu cha muhimu ni kuishi maisha ya uwiano na maisha yenye furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuja sehemu ya pili ya somo, maana ya maisha ya ujana. Maisha ya ujana ni nini? Maisha ya ujana ni nini? Maisha ya ujana ni kipindi cha mabadiliko makubwa ya kimwili, kiakili na kihisia. Maisha haya ya ujana ni kipindi cha mabadiliko makubwa ya kimwili, mabadiliko ya kihisia na mabadiliko ya kiakili. Maana ya pili, ni kipindi cha kuishi maisha ya kielelezo, kudumu kumpendeza Mungu na kulipa gharama ya kuwa kijana aliyeokoka. Maana ya pili, ni kipindi cha kuishi maisha ya kielelezo kama vijana, kudumu kumpendeza Mungu na kulipa gharama ya kuwa kijana aliyeokoka.
Hiyo sentensi inatuambia kwamba kijana aliyeokoka anakuwa na gharama analipia. Huwezi tu ukawa kijana uliyeokoka usio una gharama unalipia. Wazungu wanasema everything has a price to pay. Yaani hata ukienda kwa mganga lazima utoe kitu ili upate kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo sisi kama vijana lazima tumtumikie Mungu, tuwe vielelezo. Na kijana hadi unafikia hatua ya kuwa kielelezo sio jambo dogo. Ni jambo ambalo linataka nidhamu binafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuweka commitment kubwa namna ya kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo maana yangu ya pili. Tunakuja kipengele cha mwisho cha somo ambacho ni mambo ya kufanya wakati wa ujana wako. Mambo ya kufanya wakati wa ujana wako. Tafadhali kama wewe ni kijana andika. Kama wewe ni kijana andika. 1. Kusoma na kutafakari neno la Mungu. Kusoma na kutafakari neno la Mungu. Kusoma na kutafakari neno la Mungu. Siku moja mtu mmoja alisema, kama una hela, tumia hela zako kuweka kitu kichwani mwako. Siku moja hicho ambacho kiko kichwani mwako utakitumia, utaweka kitu mfukoni kwako. Kwa sababu gani alisema sentensi hiyo? Kama kijana lazima ujifunze kwa kusoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi muda mwingi huwa sishuhudii kwa kuongea sana. Ila nikikuta watu wamekaa wengi mahali huwa na play tu mahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu huwa na play mahubiri afu mimi natulia tu na kuwa nasikiliza. Asa mtu akisikia kitu ninachokisikiliza baadaye ananifuata. Huyo unayemsikiliza ni nani? Kwa sababu gani? Anasikia vitu ambavyo vinafundishwa ni vitu ambavyo vinamgusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake naongea hiyo sentence ili kijana ujifunze. Uwe unasoma, uwe unasikiliza mahubiri, kuwasikiliza watu walio sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusoma vitabu, lazima tuwe tunasoma vitabu. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kitabu kinauzwa huko, umedownload vitabu uko navyo, soma. Kwa sababu gani? Hivyo vinakuongezea knowledge. Siku moja baba aliniambia nihamishe vitabu. Alikuwa na vitabu kama 29. Ananiambia nimtolee kwenye kompyuta nimwekee kwenye simu. Vile vitabu vyote nilichukua, nikasema na mimi vitabu ngoja nianze kuvisoma. Kiukweli vimenitoa sehemu moja vimenipeleka sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni kwamba tukiwa tunasoma, tukiinvest kwenye kusoma, kuna vitu tunavipata. Kulisoma neno la Mungu ni kitu cha muhimu sana. Kwa aina hizo tofauti tofauti, kuwasikiliza watu ambao ni sahihi. Sio kila mtu unamsikiliza kijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumeinvest katika kusoma. Hiyo ni namna ya kwanza ya kufanya. Na maandiko ni Joshua sura ya 1 na ule mstari wa 8. Joshua sura ya 1 mstari wa 8. Joshua sura ya 1 mstari wa 8. Tufungue hapo wote. Maandiko yanasema, kitabu hichi cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sana na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Kwa sababu gani tunasoma? Kwa sababu gani tunajifunza? Kwa sababu Mungu anataka tufanikiwe kwenye maisha yetu sana. 2. Kuwa na maombi kila siku. Kama kijana uliyeokoka, lazima uwe una maisha ya maombi. Mtu mmoja alisema kati ya kitu ambacho anaweza akamlisisha mtoto wake
sio mali. Alisema atamlisisha kujua kuomba. Mungu anasema hamna vitu kwa sababu hamuombi. Hata mkiomba mnaomba vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ukosefu wa vitu ambavyo sisi hatuko navyo ni kwa sababu hatuombi. Kwa maana hiyo lazima tujifunze au tuwe tuna maisha ya kuomba kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo zuri. Ukisoma Luka 18 na ule mstari wa kwanza. Luka 18:1. Kristo Yesu nawapa endorsement wanafunzi wake. Akawaambia mfano kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Kuna hali za binadamu zinaweza zikatutokea tumeomba jambo fulani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka siku moja nilimwambia baba nahitaji nipate leseni. Akaniambia utapata mwanangu. Nadhani imeshapita miezi 3 au inaelekea miezi 4. Sijapata hiyo leseni bado. Lakini kwa sababu baba aliniambia hivyo na mimi naendelea kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikati tamaa. Mambo ni mengi huko tunapopitia, lakini sikati tamaa. Naamini leseni nitapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo kama kijana hautakiwi kukata tamaa. Lazima uishi maisha ya maombi kila siku. 3, kushiriki katika ibada na shughuli za kanisa. Powerful. Kushiriki katika ibada na shughuli zote za kanisani. Kama kijana uliyeokoka lazima ushiriki kwenye shughuli zote za kanisani, iwe ni michango, iwe ni kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tushiriki. Na kushiriki katika ibada, una nafasi ya kuja kanisani Jumatano, njoo. Una nafasi ya kuja Ijumaa, njoo. Kuna mwingine kweli kazi zinambana, anashindwa kuja kwa sababu kazini hawamuelewi, akisema aje siku ya Jumatano na Ijumaa. Lakini Jumapili tunakuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unawakuta watu wengine yupo nyumbani na ibadani haji. Siku moja mchungaji alisema kwamba tabia mbaya huwa inaanza lini? Pale ambapo mtu akiacha tu kwenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tujitahidi kama vijana kushiriki kwenye mambo ya kanisani kwa 100% na kuja ibadani. 4, kuishi maisha ya uadilifu. Kuishi maisha ya uadilifu. Hiyo pointi ambayo nimeisema, pointi ya pili andiko lako ni Mathayo 7:8, pointi ya 3 Waebrania 10:25. Hiyo ya 4, kuishi maisha ya uadilifu. Uadilifu ni nini? Uadilifu ni hali ya mtu kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Mathayo sura 25 kuanzia mstari ule wa 14, kuna kisa ambacho kiko pale, ila tutasoma kuanzia mstari wa 21. Fungue Mathayo 25. Mathayo 25 kuanzia ule mstari wa 21. Kuna maneno machache tu pale ya kujifunza. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja yule aliyepokea talanta 2 akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Neno ambalo ningependa kulitumia sana ni huo uaminifu ambao Kristo Yesu ameutaja pale. Kama kijana lazima uwe kijana muadilifu katika uaminifu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tujitahidi vijana kuwa waaminifu katika mambo yote. Maandiko mengine ni Ufunuo sura ya 2
mstari wa 10. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 10. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 10. Maandiko yanasema, usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Pointi yangu ya 5, kuheshimu wazazi na viongozi. Kuheshimu wazazi na viongozi. Kama kijana wa kanisani, lazima ujifunze kuheshimu wazazi wako na viongozi. Hapo kuna wazazi wa kiroho na waongelea, na viongozi wa kanisani, hata wa sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko tutasoma Kutoka sura ya 20 na ule mstari wa 12. Kutoka 20:12. Maandiko yanasema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. Maana yake tukiwaheshimu wazazi, siku zetu zinakuwa nyingi ambazo Mungu amekuwa ametuwekea humu duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia jambo lingine, kuwaheshimu viongozi. Kiongozi anaweza akawa ni mdogo kiumri, lakini kama Mkristo uliyefundishwa kuheshimu watu, utampa heshima yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye hata ukimpa heshima yake, kwa sababu wewe ni mtu mzima, atagundua huyu ameniheshimu kwa sababu ya cheo changu, naye hatavunja heshima uliyompa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi yangu ya 6, kuepuka tabia mbaya. Kijana uliyeokoka, jitahidi kuepuka tabia mbaya. Kijana uliyeokoka, jitahidi kuepuka tabia mbaya. Bad behavior. Kwani tabia mbaya ni nini? Nataka tuielezee hiyo. Tabia mbaya ni vitendo vinavyoweza kumdhuru mtu binafsi au watu wengine. Tabia mbaya ni vitendo vinavyoweza kumdhuru mtu binafsi na watu wengine. Kwa hiyo sentensi tunajifunza kwamba tabia haichagui mtu wa kumdhuru. Tabia mbaya, yani maana yake inaanza kukudhuru wewe kwanza ambaye uko nayo, alafu baadaye inaanza kuwadhuru na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na niko na mfano wa tabia mbaya. Kuna ulevi, kuna uasherati, kuna uonevu, ufisadi, kutangaza uongo, kuiba. Hizo ni baadhi tu ya tabia mbaya. Kama vijana ambao tumeokoka, vijana wa kanisani, hatukubali tabia za namna hii. Lazima tuzikatae kwa namna moja ama nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi yangu ya 7, kujenga mahusiano mema. Kijana anapaswa kujenga mahusiano mema na wenzake na kuwa mtu wa amani. Hilo pia ni moja kati ya malengo au makusudi ya idara yetu hii ya CS. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulilitaja ushirika, kushirikiana na wenzio. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta kijana mwingine yeye anataka awe mwenyewe tu. Mimi sina rafiki bwana hapa kanisani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli una rafiki ila sisi ndo ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kauli hauwezi kuisema ukiwa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi na wewe ni ndugu. Manake ndugu ni zaidi ya rafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tujitahidi, kwa kufanya hivyo tutaleta ushirikiano na umoja, na mambo yataenda katika idara yetu ya vijana, na mambo ya kanisa yote yataenda kwa sababu ya ushirikiano tunaoonesha, na tunamuona kila mtu ni ndugu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi yangu ya 8, kuwa mfano mzuri. Kuwa mfano mzuri. Nimeiongea kwenye maandiko ya kwanza ambayo nimeyasema, Timotheo wa kwanza sura ya 4 na ule mstari wa 12. Una vitu ambavyo vinaelezwa pale vya muhimu sana kijana kuwa navyo. Mtu aye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo, uwe mfano. Tunapokuwa tuko mtaani, watu wa mtaani huwa wanatutambua sana. Yaani unaweza ukawa wewe maisha yako unakuja kanisani, unarudi nyumbani, unaenda kufanya kazi, lakini watu wa mtaani wanakuwa wanatujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna tunavyoishi na namna tunavyoenenda. Tukifanya vitu kinyume, utawasikia wanasema sasa ameokoka nini? Hiyo sentensi inatuonesha kwamba hawa watu huwa wanatuchunguza. Kumbe namna tunavyoenenda na vitu tunavyovifanya, wanataka siku zote tuwe kielelezo, yaani ili wakose cha kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi kama kijana, na wewe kijana mwenzangu, jitahidi watu wa mtaani wasikuseme vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tukiwa tunamuongelea labda Elia, watu wanasema jamani, Elia hana jambo, yule mnamuonea kwenye hili jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Wanaona jambo linalokuwa linasemwa, wanasema huyu kijana wanamsingizia, hayuko hivi. Kwa sababu gani? Wameshasoma ile mienendo yake ambayo anaenda nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima tujitahidi sana kuwa watu wa mfano. Mfano kanisani, mfano kwenye koo zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano nyumbani ni jambo la muhimu sana. Amina. Pointi yangu ya 9, kuwa na nidhamu binafsi. Kama kijana lazima uwe na nidhamu binafsi. Kwani nidhamu binafsi ni nini? Nidhamu binafsi ni ule uwezo wa mtu wa kufanya kitu kwa namna inayotakiwa kufanya, kwa wakati unaotakiwa kufanya, bila kusukumwa na mtu yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani manake mambo yako unavyokuwa unayafanya, hautegemei mtu mwingine aanze kukusukuma kwamba wewe inabidi ufanye jambo hili. Ukifanya hivyo, manake tunajua wewe kijana bado hauna nidhamu binafsi, ile nidhamu ya kujisimamia wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama vijana wa kanisani, lazima tuhakikishe tuna hiyo nidhamu binafsi. Nataka nifanye jambo fulani, unastiki kufanya jambo lako bila kusukumwa na mtu yoyote, kwa sababu jinsi unavyokuwa unafanya, kumbuka unafanya kwa sababu ya future yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu maisha ni maisha tunayoendea. Wanasema life is individual. Maisha tunayoendea kila mtu. Wengine tumetoka shule, watu tunasoma na rafiki zetu, leo wako mkoani, si tuko huko. Maana yake kila mtu amekuwa na maisha yake. Sasa usipokuwa na nidhamu ya kujisimamia kwenye mambo yako, maana yake wewe utakuwa wa mwisho siku zote. Kila mtu anafanya mambo yake kwa anavyotaka. Unajenga, unastiki kwenye kujenga. Ukipata hela unaipeleka kwenye ujenzi. Maana yake wewe tunagundua huyu anakuwa ana nidhamu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Na ziko aina kadhaa za nidhamu ambazo nitazitaja tu kwa kuziorozesha. Baba ashafundisha. Kuna somo linaitwa nidhamu binafsi. Unaweza ukalitafuta kwa muda wako. Nitakutoa sehemu moja, nitakupeleka sehemu nyingine. Aina ya kwanza ya nidhamu binafsi, nidhamu ya kihisia. Baba ameongea kwenye utangulizi wa somo
somo lililopita, somo la Jumatano, somo la Ijumaa, pia ameongea leo asubuhi alipokuwa anafungua sikukuu ya Seers. Lazima tuwe tuna nidhamu kwenye mambo ya kihisia. Nataka nikupe mfano mmoja. Siku moja tulienda na baba, ilikuwa Vingunguti. Baba anakumbuka ile siku tulienda Vingunguti. Tulikuwa tumekutana na vijana, Bwana Yesu asifiwe sana. Na baba ndiye alikuwa anahubiri usiku. Tulipokuwa nimemaliza kurekodi na paki vitu vyangu, tukaa ile kanisa, wakawa vijana wameitwa na wakawa wanatoa matangazo. Kulikuwa kuna kijana alikuwa anatengwa hiyo siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani alikuwa anatengwa? Yule kijana, yani kama Jumapili iliyopita alikuwa ametangaza uchumba kanisani. Yani Jumapili iliyopita ametangaza uchumba. Nadhani Jumapili inayofuata iye nyingine wanafanya harusi. Alikuwa ni kijana wa kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ile Jumapili waliokuwa wametangaza uchumba, Jumatatu yake alizini na yule mwanamke ambaye alikuwa ametangaza naye uchumba. Na kwa kanuni za kanisa la TAG, Bwana Yesu asifiwe sana, utaona tu hivi, ukishakuwa umefanya dhambi ni hatari sana. Walichokuwa wamemfanya yule mtu, walimfukuza kanisani, wakamsimamisha kila kitu alichokuwa anakifanya. Zawadi zote walizokuwa wametoa walizirudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Inauma. Ile siku niliumia sana. Watu wanasema, yani sisi tunatoa zawadi zetu, alafu Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanachukua zawadi zao, zile ambazo walikuwa wamechukua wanasema hizo waende nazo, ila hizi ambazo zilikuwa kwa mchungaji hizi tunabaki nazo zote, na kila mtu atabaki na kitu chake. Maana yake wanasema kama mtu fulani alitoa kitu fulani, chukua kitu chako. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kufikia kwenye swala kama hilo. Kama vijana lazima tuwe tuna nidhamu sana kwenye mambo ya kihisia. Unakuta mtu mwingine ana hasira, nikiwa na hasira mimi yani naweza nikafanya lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakumbuka unafanya lolote ni kwa sababu ya maisha yako. Uwezi ukafanya lolote ukanizuru mimi, utazuru maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba pia aliongelea kwenye hilo sala, kuna kula. Kuna watu wamepoteza maisha yao kwa sababu ya kula. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo zote ni hisia. Nidhamu ya pili, nidhamu ya kifedha. 21 la kupenda. Maandiko yanakuwa yanatukataza kabisa kupenda fedha. 21 la mabaya yote. Maandiko yanasema ni kufanyaje? Kupenda fedha. Vijana hatuhitaji kupenda fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu fedha zimepoteza watu, zimeua watu. 3, nidhamu ya kuhusiana na watu. Kama kijana uliokoka lazima uwe na nidhamu ya kuhusiana na watu vizuri. Kuna mtu unaweza kukutana naye kwenye maisha yako akabadilisha tu maisha yako. Akakupenda kwa sababu ya tabia ulionayo, vitu unavyofanya, anakupenda tu. Anasema anatamani nifanye kazi na wewe. Umepungukiwa wapi? Unataka kufanya nini? Anakusupport kwa 100%. Na huyo mtu umekutana naye tu, sio ndugu yako. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu ya nidhamu ambayo uko nayo ya kuhusiana na watu. Sio kila mtu unamuona unamdharau. Hapana. Hata mtu ambaye unaona ni wa klasi ya chini kabisa, anaweza akasema kitu, akafanya kitu kwenye maisha yako na ukabarikiwa vile vile. Kwa sababu hiyo lazima tujifunze namna ya kuhusiana na watu vizuri katika sehemu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokuwa kazini lazima tuhusiane na watu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho, nidhamu ya muda. Nidhamu ya muda. Kati ya kitu ambacho Mungu ametupa wote sawa ni muda. Masaa 24. Masaa 24 yako unayatumiaje? Lazima tujifunze kama vijana wa kanisani kutumia masaa 24 vizuri. Unakuta kijana anafanya kazi masaa 4, 5,
nenda kulala, umechoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes wanafanya kazi na Bolt, wameka masaa 12 ya kufanya kazi. Ndani ya hayo masaa, ukifikisha masaa 12 wana stop, yani wana kustopisha ndani ya masaa 6. Wanaamini hayo masaa 6 utapumzika, utafanya vitu vingine, baadaye tena wanakurudishia masaa 12 mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu au kijana aliyefanikiwa ni kijana ambaye anafanya kazi zaidi ya hayo masaa 12 hadi 16 kwa kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuwe tuna nidhamu katika muda, kwa sababu muda hautusubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo utajikuta una miaka 18, next year 19, next year unazidi kwenda mbele. Vitu ambavyo ingebidi uvifanye ukiwa bado una miaka 18, unaanza kuvifanya una miaka 20, 21, 22. Hiyo inakuwa sio sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima tujifunze vijana kwenda na muda. Muda huwa hautusubiri hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Vipengele vya somo langu nimevimaliza. Hitimisho. Siku zote lazima tuwe tunamuomba Mungu atufanikishe kwenye maisha yetu. Kwa kufanya hivyo ndipo kutasababisha tutoke sehemu moja tuende sehemu nyingine. Maandiko yanasema Mungu ndiye anisaidiaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kila jambo unalolifanya, hakikisha Mungu ndiye msaada wako. Nilikuwa naangalia hili igizo ambalo lilikuwa linaigizwa hapa. Mtu ambaye anaenda kanisani na mtu ambaye yuko tu nyumbani anafanya mambo yake ni watu wawili tofauti. Yaani kuna mtu vitu vyake vinaenda tu, kuna mwingine anashangaa vile vitu, mbona vitu anavyovifanya yule na mimi ndo ninavyofanya, ila mimi vitu vyangu haviendi. Kumbe ni kwa sababu yule mtu amemtanguliza Mungu mbele. Bwana Yesu asifiwe. Vijana, tumtangulize Mungu mbele katika kila tunalolifanya. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumetimiza maandiko. Zaburi ya 119 mstari wa 9. Think, yeah. 119:9. Maandiko yanasema, jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Swali ambalo limeulizwa, lakini majibu yanatoka kwa kutii na kulifuata neno lako. Hiyo ndiyo njia pekee, hamna njia nyingine tena. Kijana, hakikisha unakuwa mtii. Utii ni bora kuliko dhabihu. Maandiko yanasema hivyo. Kulifuata neno la Mungu sio kitu kirahisi hata kidogo.